fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Akamwambia, huyu nani? Wewe uwe juu ya miji 5. Bwana asifiwe sana. Unaona sasa, hawa walipewa hizo fedha na wakachangamka, wakafanyia kazi. Bwana asifiwe sana. Sasa tunaona kwamba huyu wa kwanza akapatiwa miji 10 atawale. Bwana asifiwe sana. Na huyu mwingine akapatiwa miji 5. Bwana asifiwe sana. Hii inatufundisha ya kwamba wakati Mungu ameniokoa mimi na wewe, kuna kitu cha thamani ameweka katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu cha thamani ameweka ndani yangu na ndani yako. Na anapokaa huko juu mbinguni, anataka kumfanyie kazi ile dhamana ameweka ndani yetu. Sasa ni mfano anatoa, lakini huyu ni mwokovu anayeambiwa ya kwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani yako na unataka ukifanyie kazi kimzalie Mungu faida. Bwana asifiwe sana. Kimpatie Mungu faida. Mimi na wewe Mungu anahitaji tukampatie faida katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Tunaona hawa walipatiwa hizo na akafanyisha kazi. Bwana asifiwe sana. Na walipofanyisha kazi, hata bwana wao alipokuja alifurahi. Bwana asifiwe sana. Hata kama kilikuwa ni kidogo, lakini wale hawakudharau, hawakusema mimi nimepatiwa hiki sasa wacha niketi. Bwana asifiwe sana. Walikimbia mbio na kile ambacho Mungu amewapatia, bwana wao amewapatia, hakikisha kwamba bwana wangu atakapokuja atakuta nimefanya nini. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati kama wangeketi, hakuna kitu kingezalika pale. Bwana asifiwe sana. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Mungu ako na mipango kwa ajili ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Ndiposa akatupenda, akaona atuokoe kwa neema yake. Bwana asifiwe sana. Ili tumfanyie kazi, ili kile dhamana ameweka ndani yetu ipate kuzaa. Bwana asifiwe sana. Ikamletee Mungu faida. Mimi na wewe tukalete faida katika ufalme huu wa mbinguni. Basi Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wapendwa, neno hili nilipolisoma hata nami nilijiuliza, tangu nimeokoka nimefanya nini katika ufalme huu? Bwana asifiwe sana. What impact nimeleta katika ufalme wa mbinguni? Ni wangapi nimewavutia wakajua Mungu? Bwana asifiwe sana. Ni nini nimefanya mpaka sasa hivi Yesu akiniangalia anasema, mwanangu ubarikiwe. Bwana asifiwe sana. Hii ni kitu ameweka ili tutakapofika siku ile ya kwenda huko kwa Baba, kuna thawabu tutapewa. Hawa unaona thawabu waliopewa, wa kwanza akapatiwa thawabu ya miji 10. Bwana asifiwe sana. Wa pili akapatiwa thawabu ya miji 5. Bwana asifiwe sana. Kwa kazi yake, kazi yake alivyofanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata tunapokaa duniani, Mungu anatamani kile ambacho ameweka ndani yetu tukizalishe. Bwana asifiwe sana. Unaona yule Msamaria alipokutana na Yesu, maisha yake yaliweza kubadilika. Bwana asifiwe sana. Na alipobadilika akaenda kijijini na kuelezea watu kile Mungu amefanya ndani yake. Kumaanisha Mungu aliweka kitu cha thamani ndani yake. Na alipotembea katika mji ule ama katika vijiji, akiambia watu wengi walitamani wajue huyu mama vile tulimjua na vile Mungu ameweza kumbadilisha. Kukawa na furaha katika mji ule, watu wakatamani kumjua Mungu zaidi kama vile alipombadilisha. Bwana asifiwe sana. Akaacha njia zake na kumjua huyu Mungu. Bwana asifiwe sana. Tukichukua huo mfano tunaona yule mama, tunaambia kwamba mji wote ulimjia Yesu na watu wakatamani wakaokoka. Bwana asifiwe sana. Sio si faida kubwa sana nifanye. Ufalme wa Mungu kajengeka mahali pale. Ufalme wa Mungu kainuliwa mahali pale. Bwana asifiwe sana. Watu wakatamani wamjue Mungu. Na sisi ndivyo hivyo
ikafanyika. Bwana asifiwe sana. Akatembea kwa kijiji, akatangaza habari za Yesu, watu wakamtamani kumjua huyu Yesu ni wa namna gani. Kila mmoja akaguswa ndani ya moyo wake, akasema kama huyu mama amebadilika, wacha mimi na niende huko kwa Yesu nijue vile anavyobadilisha watu. Bwana asifiwe sana. Na ule mji watu wakafurahi. Bwana asifiwe sana. Ikawafurahisha hata walipomjia Yesu. Yesu naye akawaambia habari njema na wakatamani wakaokoka. Bwana asifiwe sana. Na ufalme wa mbinguni ukaendelea kujengeka mahali pale. Bwana asifiwe sana. Tunaona ya kwamba tena mfano wa pili tunaweza kuona ya kwamba katika Marko 5 tunaona yule mtu alikuwa mahali pale Gerasi. Bwana asifiwe sana. Alikuwa akikaa makaburini. Bwana asifiwe sana. Alipoona Yesu tunaona maisha yake yaliweza kubadilika na yeye. Bwana asifiwe sana. Zile pepo zilikuwa ndani yake. Unajua shetani anaangalia kitu cha dhamana ambacho kiko ndani yako, anakitoa na anakufanya bure. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio kazi ya shetani. Anang'oa kile ambacho cha thamani ndani yako. Anajua hiki mwadile kile ambacho Mungu ameweka ndani yake anaweza kuokoa hii tausa nzima. Na sasa anakuwinda usiku na mchana akitoa. Na anapokitoa unafanyika bure sasa. Bwana asifiwe sana. Unakuwa mtu wa kawaida. Unateseka kama watu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Lakini tunaona yule mtu wa mahali pale aliyekaa makaburini, alipokutana na Yesu, Yesu akatoa zile pepo, akawa mtu mzuri. Kile Mungu aliweka ndani yake kikaanza kufanya kazi. Akaambiwa usinifuate, nenda ukahubiri watu mjini kwenu. Na mji wao waliposikia, unajua Mungu anapofanya matendo makubwa ndani yako na watu wanapokuzoea kukujua vile ulivyo mwadime, wanakuona wewe ni chizi, wewe unajikatakata, wewe haufai. Bwana asifiwe sana. Lakini kumbe umebeba kitu cha thamani ndani yako. Watu wa ulimwenguni hawaoni, lakini watu wa rohoni huwa wanajua ni nini umebeba. Bwana asifiwe sana. Na tunaona kwamba yule mtu alipokombolewa na Yesu, alienda kwao na akahubiri Injili na watu wakamjua Mungu. The whole city wakamjua Mungu. Angalia vile alifanya. Bwana asifiwe sana. Watu ambao wakikuona tu umebadilika, wanatamani maisha yako. Wanakuja wanakwambia madime, ninatamani utuambie siri ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Ni nini kifanyika kwako? Na unapoelezea mmoja anaenda hivi, anapeleka habari. Unaona watu wanamjua Mungu, watu wanakombolewa, watu wanaokoka. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ndivyo kuzalisha kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano wa waimbaji. Bwana asifiwe sana. Ambao wanaimba kwa ajili ya ule wimbo uguse mtu, umfungue. Bwana asifiwe sana. Kuna nyimbo zinaimbwa sana, lakini zingine hazina impact. Bwana asifiwe sana. Hazina uguso. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna watu ambao yani wamejiachilia kwa Mungu na wanapatiwa nyimbo, na hizo nyimbo zikiimbwa unaona mtu anaguswa. Unaona hata mwingine alikuwa mgonjwa kwa sababu ya hiyo wimbo, unaona Mungu amemponya. Bwana asifiwe sana. Sasa ile wimbo ikileta impact kwa watu, unaona ya kwamba watu wengi wanatamani kumjua Mungu. Inagusa wengi. Bwana asifiwe sana. Na inapogusa wengi, kile kipawa hivyo kinamzalia Mungu matunda. Chako kinazaa. Bwana asifiwe sana. Kinaanza kuzaa. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati tunapoimba kwa sababu waimbaji wanaimba kwa sababu ya kupata fedha, unaona hakuna chochote. Bwana asifiwe sana. Katika ufalme wa mbinguni hakimzalii Mungu chochote. Bwana asifiwe sana. Lakini kama anaimba kwa passion ya kumwimbia Mungu kwa moyo wake wote, ili watu wafunguliwe, ili watu wamjue Mungu. Bwana asifiwe sana. Katika ufalme wa mbinguni ni faida kubwa. Bwana asifiwe sana. Ni faida kubwa. Hata mahubiri, mtu anaweza kusimama anahubiri, wale watu wanasikia. Bwana asifiwe sana. Na anaposikia wanatamani hata nani nifunguliwe. Bwana asifiwe sana. Maana wengi wako vifungoni na wanatamani wamjue
umjue Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kumjua Mungu kupitia wewe na mimi. Bwana asifiwe sana. Kile kitu cha thamani Mungu ameweka ndani yako kitumike vizuri vile Mungu anataka. Bwana asifiwe sana. Na unaona kikitumika vizuri kitamletea Mungu faida. Bwana asifiwe sana. Kitamletea Mungu faida. Kwa hivyo mimi na wewe tuna jukumu kubwa. Bwana asifiwe sana. Tuna jukumu kubwa. Tumetikwa hapa ndani ya maishani mwetu. Tunaona mwingine ni Paulo. Unaona Paulo alikuwa mtu muuaji wa watu. Lakini kumbe Mungu akaweka hazina ndani yake. Alipookoka alitoka na ujasiri. Bwana asifiwe sana. Akahubiri Injili. Bwana asifiwe sana. Hata katika vikwazo yeye hakujali. Unajua biashara unaanza kufanya leo ikaenda ikafifia. Ukakufa moyo. Bwana asifiwe sana. Hii hainaga kufa moyo. Ni kufa na kupona. Ifanye isifanye unamtegemea nani? Mungu. Maana yeye ndiye anakuwezesha. Bwana asifiwe sana. Ukihubiri siku 2-3 watu hawajaokoka, usiketi. Wala usikufe moyo. Bwana asifiwe sana. Chochea. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu atafanya kazi siku moja. Kuna wakati unapoanza watu hatamani kusikia sana. Lakini ambapo unapoingia ndani kilindini. Bwana asifiwe sana. Unapoendelea kuingia kilindini, hicho kipawa, hayo mahubiri yanagusa watu hata wa mataifa. Bwana asifiwe sana. Hata unaanza kuletea message, ule ujumbe pastor ulihubiri siku ile ulinigusa sana. Bwana asifiwe sana. Unaona sasa imeanza kuleta impact. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati unakufa moyo mapema, unahubiri siku ya pili, miezi miwili, mwaka mmoja, hakuna chochote. Tusife moyo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anataka utafute zaidi. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mtafute zaidi, uingie kilindini. Ile thamani iliyo ndani yako ifanye kazi. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna wakati huu mwanzo mdogo, kuna wakati watu wanakuona mtu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Lakini unapoendelea katika huduma, Mungu anaendelea kukusafisha na kukuongezea nguvu. Bwana asifiwe sana. Alafu anaendelea kukupatia hekima. Bwana asifiwe sana. Anaendelea kupatia ufahamu wa neno la Mungu. Vile ulihubiri miaka 5 iliyopita si sasa hivi ndio unavyohubiri. Bwana asifiwe sana. Ndio huo utafuta unapoingia kilindini, Mungu anaendelea kukusafisha na kukuzidisha zaidi. Bwana asifiwe sana. Na kile kitu ambacho ameweka ndani yako kinaendelea kuzaa. Ndipo unaona kanisa linajaa. Bwana asifiwe sana. Wanatamani, wanasema nipeleke kwa huyo mchungaji. Nilisikia mahubiri yake kanisa lake. Unaona watu wanagusa mbalimbali, wanatamani, wanauliza, Tausi iko wapi? KG iko wapi? Bwana asifiwe sana. Maana sasa haya mahubiri yameweza kufanya kazi. Si kama mwanzo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hiki tunakujifundisha siku ya leo, tunajifundisha kwamba hawa watu hawakuketi, bali walizidi. Unafikiri walikuwa wanalala? Walikuwa hawalali. Wanafikiria huyu mtuma wetu atakapokuja atatupata namna gani? Bwana asifiwe sana. Hata wewe ukiwachia kazi ya mtu, ni lazima uhakikishe umeifanya vizuri. Bwana asifiwe sana. Unakuwa na kinga. Mungu amekuaminia kuongoza kondoo zake. Na wewe inakupasa sasa kufanya bidii. Hizi kondoo zikutwe ziko sawa. Zinajua neno, zinajua maombi. Bwana asifiwe sana. Ndipo unaona Paulo akaandika barua katika makanisa ya Korinto, Wakolosai, hao wote wa Galatia. Bwana asifiwe sana. Haya ni makanisa Paulo alikuwa anaandikia barua. Bwana asifiwe sana. Ili wamjue Mungu, wamfahamu Mungu, macho yao yatiwe nuru ya kumjua Mungu vizuri. Bwana asifiwe sana. Ombi la Paulo, nafikiri ni Wakolosai 1:9. Anasema ya kwamba sitaacha kuwaombea. Bwana asifiwe sana. Tangu niliposikia mmeokoka, siachi kuwaombea.
ya mioyenu, macho ya ndani ya mioyo yenu yatiwe nuru, mkapate kumjua Mungu zaidi. Bwana asifiwe sana. Unajua tunaweza kumjua Mungu juu tu. Leo ameniponya. Lakini kuna mambo makubwa anaweza kutenda ndani yako. Bwana asifiwe sana. Sasa Mkristo hawezi kukaa katika shallow waters. Bwana asifiwe sana. Ingia kilindini. Tutaona ukuu wa Mungu. Utaona kazi za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hawa waliingia kilindini. Hawakukaa shallows. Tunaona huyu mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Haya, huyu mtu mmoja tunaona akaja. Huo mstari wa 20 inasema akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo niliweka akiba katika leso. Unaona sasa, huyu akuchangamka, aliketi. Akasema sitaitumia, wewe itapungua. Bwana si sana. Itapungua. Sasa alipoiweka kwa leso, mtumwa wake alipokuja anamwambia hii yako bwana niliweka kwa leso. Wala sijaifanyia kazi. Mstari wa 21 inasema kwa maana nilikuogopa kwa kuwa mtu mgumu. Waondoa usichoweka, wavuna usichopanda. Akamwambia nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulinijua kuwa ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvuna nisichopanda. Basi mbona hukuweka fedha yangu kwa watoa riba, ili nijapo nipate pamoja na faida yake? Bwana asifiwe sana. Huyu aliweka tu, aliketi. Vile tunaokoka tunaketi, tunasema basi hivi tunaenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kumbe hivyo Mungu hafurahii. Unaona huyu aliweka, akangojea Mungu bwana wake alipokuja akampatia, kwa sababu haikufanya faida. Na anajua kwamba hata bwana wake hakufurahia. Bwana asifiwe sana. Hata wakati unapopanda mahindi, si unatamani yazae? Ya kuzalia vizuri vile unapotamani. Bwana asifiwe sana. Hata na Mungu wetu anatamani. Hivi ni mbegu aliweka ndani yetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Ameweka mbegu ndani yako. Na mimi ameweka mbegu ndani yangu. Kama Yesu alipotoa mfano hapo Mathayo 13. Akasema mpanzi akatoka na kupanda mbegu. Zingine zikaanguka kwa mawe, zingine zikaanguka kwa jangwa. Bwana asifiwe sana. Zingine zikaanguka barabarani, hazikufanya chochote. Bwana asifiwe sana. Lakini zilizoanguka katika udongo mzuri ziliweza kuzaa matunda. Zingine 60, zingine 30, zingine 100. Bwana asifiwe sana. Unaona sasa? Huyo ndio mpanzi. Kwa hivyo tayari mbegu zimeweka ndani yetu, sasa tuzizalishe. Bwana asifiwe sana. Wewe na mimi tuzalishe hizo mbegu. Zisiwe katumani. Bwana asifiwe sana. Mungu anataka mazao katika mbegu zetu. Bwana asifiwe sana. Wewe wa 60, haya. Wa 30, haya. Wa 100. Kile ameweka ndani yako. Mimi atanipatia hesabu yangu. Bwana asifiwe sana. Tusiketi. Mbegu zimewekwa na mpanzi. Na mpanzi sana. Kwa hivyo mimi na wewe tuna jukumu kubwa. Bwana asifiwe sana. Tusiketi. Bwana asifiwe sana. Shuleni tangaza. Bwana asifiwe sana. Shuleni tangaza. Mabomani tangaza. Nyumbani. Ili ujenge ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Mungu atakapokuja ataona wewe, atakuweka kwa miji 5. Bwana asifiwe sana. Wewe utawekwa kwa miji 10. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hizo mbegu zinapomzalia Mungu matunda, hiyo ndio furaha ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Unaona ule mti Yesu alipita pale mtini, akaupata umekaa miaka 3 haujazaa chochote. Bwana asifiwe sana. Na Yesu akatamani matunda kwa ule mti. Lakini kwa sababu haukuwa na matunda, hata Yesu akakasirika akasema
Bwana asifiwe sana. Kumbe sisi nasi tunafananishwa na miti. Unajua Yesu anatumia mifano kila aina. Bwana asifiwe sana. Ile ambayo tunaiona hivi vina macho yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunajifundisha kwamba katika ufalme wa mbinguni ile mwangele yote ishamjua Mungu. Mwalimu Mwakiki ishamjua Mungu. Gora ishamjua Mungu. Na kwingineko. Bwana asifiwe sana. Kama ni 100. Kuna watu walipewa kadri ya uwezo wao. Bwana asifiwe sana. Mungu anapatiana kitu ambacho kwa uwezo wako, kadri ya uwezo wako. Hawezi kukupatia zaidi akijua kwamba huyo ataweza. Bwana asifiwe sana. Ili Mungu atukuzwe. Bwana asifiwe sana. Ili Mungu afanye nini? Atukuzwe. Tusije aliambiwa kwamba kwa maana nilikuogopa kwa kuwa mtu mgumu. Unaona vile anasema? Tunasoma Luka 19 from verse 11. Tunajifundisha kuhusu mafungu ya fedha. Mifano ya huruma. Hii mifano ya huruma. Yesu alikuwa anafundisha kwa mifano. Bwana asifiwe sana. Na akatoa huu mfano wa huruma ya kwamba kuna mtu alitamani watu wake wafanye sana. Na kuna watu unawapatia kitu kidogo lakini wanaweza kuzalisha. Kuna mtu unaweza kumuona ameanza na kioski tu. Hata ukamwona akizunguka akiuza tu. Bwana asifiwe sana. Vitu vidogo tu. Na ile fedha alipata anaweza kukuambia labda 500. Ndio ameanzia nayo biashara. Bwana asifiwe sana. Na alipoendelea hakuzikula. Aliziweka kwa sababu alikuwa na maono. Unajua bila maono hakuna kitu kitafanya. Bwana asifiwe sana. Mshirika asipokuwa na maono ataketi. Maana atajua kwamba nimeokoka, kazi yangu ni kwenda mbinguni. Lakini kwa sababu ufalme wa mbinguni ni mtu aliye na maono. Kukosa Mungu akawa na maono ya kuja ulimwenguni au kwa ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Haya ni maono ya Mungu. Alikuwa naye akiwa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na tunaona hawa wafanyabiashara walipoachiwa wakazalisha. Unaona huyo mtu alikuwa na kitu kadogo akazunguka. Baada ya mwaka mmoja unamwona ameanza kakioski. Bwana asifiwe sana. Tumeona wengi wanaanza na kakioski na alikuwa anazunguka. Bwana asifiwe sana. Anakaa na kale kakioski. Baada ya muda kidogo miaka 2-3 unamwona amepanua duka. Unaona? Ile pesa aliacha na 500 akaizalisha akafanya kakioski. Akakaa tena akazalisha akaanza duka. Alipokaa duka kadogo akaanza wholesale. Bwana asifiwe sana. Sasa watu wote Wambororo wananunua vitu kwake. Bwana asifiwe sana. Lakini ukijua hiyo storia yake vile alianzia na kakitu 500. Bwana asifiwe sana. Sasa ni milionea. Bwana asifiwe sana. Basi na ufalme wa mbinguni unafanana na hiyo. Bosa anasema wenye biashara. Yaani Mungu anataka kila mmoja ndani yako kizae. Bwana asifiwe sana. Kisitulie vile kimewekwa. Tangu nimeokoka ni vile hakuna kitu nimefanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunaona kwamba huyu hakupatiwa chochote. Bwana asifiwe sana. Kwanza tunaambia kwamba kuna mstari ule wa 23 unasema basi ni mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoa riba ili nijapo nipate pamoja na fedha yake. Akawaambia waliosimama karibu, mnyang'anyeni hilo fungu mkampe yule mwenye mafungu 10. Wakamwambia, Bwana anaye mafungu 10 tayari. Nawaambia kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Bwana asifiwe sana. Hata kile unacho utanyang'anywa.
apatiwe yule ambaye anakifanyia kazi. Bwana asifiwe sana. Sasa unaona vile Mungu anapenda. Kwa hivyo tusilale wapendwa. Bwana asifiwe sana. Tusilale kwa sababu hata kile ambacho tuko nacho kidogo tu Mungu atakiondoa. Na akikiondoa utabaki tu bure. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Bwana tusaidie wapendwa asubuhi ya leo ya kwamba tukaweze kuwa waaminifu hata kwa kidogo tulichopewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Na inatupasa kuwa waaminifu hata na kile kidogo ambacho Mungu ametupatia. Ukiwa na mwaminifu na kile kidogo, hata Mungu anajua kwamba atakuongezea na zaidi. Maana yeye si dhalimu. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu si dhalimu. Bwana asifiwe sana. Lakini kama kile kidogo kitakushinda, atakupa kweli. Si atakiondoa kwako. Unaona wale wamoja alinyang'anywa akabakia nini? Hana chochote. Bwana asifiwe sana. Ufalme wa mbinguni una gharama zake. Bwana asifiwe sana. Inasema ya kwamba hapo tukiona mlango wa Luka mstari ule wa 16. Turudi hapo nyuma. Luka mstari wa 16 mstari wa 10 hadi 12. Kuwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo kuwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya dhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Rudia Luka 16 verse 10 to 12. Inasema aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi kama ninyi hamtakuwa waaminifu katika mali ya dhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa ilivyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana anamchukia huyu na kumpenda huyu, ama kushikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na nani. Bwana asifiwe sana. Kwa lililo dogo. Bwana asifiwe sana. Tuwa waaminifu kwa kile kidogo Mungu amekupa. Kwa hivyo kila mtu hapa, hakuna mtu hajapewa kitu chema katika maisha yake. Hakuna mbegu ambazo hazijapandwa ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Wakati unaokoka tayari Mungu ashaweka hazina ndani yako. Bwana asifiwe sana. Ashaweka tayari. Sasa ni wewe na mimi tuifanyie kazi. Bwana asifiwe sana. Ili mletee Mungu utukufu. Bwana asifiwe sana. Ili mletee Mungu utukufu. Watu wakimjua Mungu ndo anafurahi. Bwana asifiwe sana. Watu wanapokombolewa, watu wanapokuwa wamefungwa, wanapofunguliwa, hiyo ndio furaha ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Unaona yule kiwete alikuwa pale mlango mzuri wa hekalu. Unaona vile Mungu alifanya miujiza pale. Kile Petro alikuwa nacho kidogo. Bwana asifiwe sana. Ndicho alikitumia kwa yule kiwete. Na yule kiwete alipopona, umati wote ulikuwa nje pale. Wote wakaingia ndani ya kanisa, wakamtukuza Mungu. Hiyo ndio ishara ya Mungu anapenda hivi. Bwana asifiwe sana. Kilikuwa ni imani ile dogo tu Paulo alikuwa nayo. Wakina Petro wakasema sisi hatuna fedha, lakini tulicho nacho ndicho tutakupa. Kale kaimani niliko nako ndio nitakupa. Bwana asifiwe sana. Na unaona sasa ilete mpaka watu walikuwa nje wakajaa kanisa. Bwana asifiwe sana. Wakaruka kwa sababu kile Paulo alikuwa nacho kidogo kiliweza kufanya kazi. Na umati ukamjua Mungu. Na naamini ya kwamba watu wote waliingia pale walitamani
kutumia pale kidogo tu Petro na Yohana wakasema sisi hatuna fedha. Unajua fedha haziwezi saidia, haziwezi kamilisha shida ya mwanadamu yote. Bwana asifiwe sana. Japo tunazipenda lakini haziwezi kukusaidia. Kuna mambo mengine inahitaji Mungu. Bwana asifiwe sana. Sio fedha peke yake tunahitaji. Bwana asifiwe sana. Hata uzima ulio nao hahitaji fedha. Bwana asifiwe sana. Si fedha inatumika ndio upate uzima. Bwana asifiwe sana. Hewa unayevuta, si fedha tumelipa tukapata uzima hiyo hewa. Si unaona kuna mambo mengine hayatumii fedha. Hiyo ni nature. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ndiposa tunaona kwamba kile kidogo Mungu ametupa, wacha Mungu atuwezeshe. Wewe nenda mbele za Mungu, mwambie kile hazina umeweka ndani yangu nisaidie kuizalisha ili ikakuletee utukufu. Bwana asifiwe sana. Ili kalete utukufu, kwa sababu kama sitaizalisha naweza kujifanyishia kazi. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio hatari yetu sisi. Tunapoketi Mungu anaamua na anapatia mtu ambaye anazalisha. Bwana asifiwe sana. Akiona wewe unaketi sana, hakuna kitu unafanya, anachukua na anapatia mwenye. Si unaona huyo mmoja alipatiwa, alipokuwa akapata mwenye 10. Basi hivyo na huyu baba yetu mbinguni ndio anafanya. Akiona watu wanaketi hataki. Bwana asifiwe sana. Anakitoa na anapatia mwenye kuzalisha ambaye anaweza kufanyia kazi vizuri. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mimi na moto sana nikatamani hata na mimi Mungu anisaidie, kwa sababu kuna kitu ameweka ndani yangu na kinalala. Na wakati kinalala Mungu afurahie. Bwana asifiwe sana. Nikifanyie kazi. Kama ni jamii yetu ipate kumjua Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakati tunapoketi na watu hamjui Mungu, tunakuwa watu wa kawaida. Hiyo ndio mbaya. Bwana asifiwe sana. Mungu hafurahi, huwa anasikia uchungu sana. Anasema madile na wale majirani wako pale bado hajamjua Mungu. Na hiyo nimeweka ndani yake aifanyishie kazi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tuna wajibu wa kufanya, kwa sababu tusipofanya ile kitu hata kidogo tuliopewa utanyang'anywa. Bwana asifiwe sana. Utanyang'anywa. Kama vile ule mtini uliambiwa na Yesu, ukauke. Bwana asifiwe sana. Maana unamaliza rotuba ya shamba bure. Sike? Na maji na kunywa bure. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kumbe Mungu wetu hafurahi tunapoketi bure. Ni sisi tuamke wapendwa, yetu kazi ili tumletee Mungu utukufu. Bwana asifiwe sana. Hebu tusome hiyo ambayo inasema ya kwamba na aliye na kitu atapewa, bali asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Hebu tusome na 3 verse 10 to 15. Inasema ni wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mfano? Unaona, baada ya kuongea na mambo ya mpanzi hapa, hiyo chapter 13 ni mambo ya mpanzi. Ni mfano Yesu alikuwa anatoa kwamba kuna mpanzi alienda akapanda mbegu. Unaona, wanafunzi wanakuja, wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mfano? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele. Lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona. Maana neno ya watu hawa imekuwa nzito, na kwa masikio yao hawasikii vema,
na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya mioyo yao mizito. Neno linahubiriwa, lakini kwa sababu ya mioyo mizito halifanyi kitu. Bwana asifiwe sana. Neno ikiwa mzito hakuna kitu kinafanyika. Bwana asifiwe sana. Tumeambiwa hapo kabisa na Yesu, kwa sababu ya mioyo yao ni mizito. Kwa hivyo si Mungu atuondolee uzito, atupe moyo msafi. Bwana asifiwe sana. Moyo wa kunyenyekea, moyo uliobondeka. Bwana asifiwe sana. Yesu Mungu anatumia moyo uliobondeka, ndio anafanya kazi naye. Bwana asifiwe sana. Ikiwa mzito hawezi kufanya kazi naye. Bwana asifiwe sana. Ndio maandiko anasema, wenye mioyo migumu, mioyo mizito, wanaona lakini hawaoni vizuri, si ndio? Wanasikia lakini hawaelewi. Bwana asifiwe sana. Hawa wanafunzi walikuwa wanataka wajue kwa nini Yesu anafundisha kwa mifano. Kwa nini saa zote tukikutana na umati wa watu Yesu anafundisha kwa mifano? Sasa unaona, sasa Yesu akawafunulia kabisa, nyinyi mko na heri kwa sababu mnazijua siri za mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sisi hapa tuna heri, maana tunazijua siri za mbinguni. Zinataka tufanye nini? Ama zinataka nikaeje? Bwana asifiwe sana, kama Mkristo. Bwana asifiwe sana. Lakini wa dunia huwa haelewi. Ndiposa Yesu alikuwa anatumia mifano ili wakapate kuelewa kwa urahisi. Masikio yao yaotolewe ile uchafu iko ndani, wasikie. Masikio yao ya rohoni yasikie. Macho yao ya ndani yatiwe nuru, wakapate kuona. Bwana asifiwe sana. Unajua, tukiwa na macho ya kawaida unaweza kuona mtu na ukasema huyu ni bure. Lakini katika ufalme wa mbinguni ni wa thamani sana. Yule mtu alikuwa kaburini, watu wote walimdharau. Hata wengine hapa wanapita ni chizi. Lakini yule mtu amebeba kitu cha thamani, hata kubadilisha itauza. Lakini shetani akaingia akang'oa ile, akamfanya bure sasa. Bwana asifiwe sana. Tunaweza kuangalia tukawadharau, lakini kumbe kuna kitu cha thamani, na shetani anajua vitu vya thamani vilivyo ndani yetu. Ndio unaona anang'ang'ana. Mungu atusaidie wapi? Kile kitu cha thamani Mungu ameweka ndani yetu, tukifanyie kazi, tukitumie vizuri ili shetani asing'oe, tukabaki vile tulivyo. Bwana asifiwe. Ni nini kinafanya Mkristo asizae ama asiongezeke? Bwana asifiwe sana. Miaka nenda rudi. Bwana asifiwe sana. Huwa ni nini kinachangia? Unaona, ogopa, akasema niliogopa. Bwana asifiwe sana. Lakini wale wengine hawakuogopa hasa. Sasa ni nini Mkristo na anajua kabisa mimi nikifanya hivi utakuwa hivi, lakini ndio huyo anaogopa kufanya. Bwana asifiwe sana. Nini huwa kinachangia Mkristo asizae? Kama ukifanyi kazi, kama huyo mwenye ametajwa kwa Biblia, alikuwa na moja. Hiyo moja hakuifanyia kazi, ndio haikuongezeka. Sasa sisi kama Wakristo, ukiwa na kitu unastahili ukifanyie kazi, ukiombee, yaani uambie Mungu akuzidi kupatia nguvu ukiendeleze. Kama uko na kipawa ama uko na kitu Mungu amekuwekea, unaweza hubiri, unaweza imba. Nikiketi haitaongezeka. Najua kuhubiri lakini nimeketi. Naweza fanya Mungu kazi, mimi ni intercessor, naweza ombea yani wenzangu lakini siombi. Sasa kama siombi hakitaongezeka, kitabakia kwa. Ndio maana unapata Mkristo haongezei, anabakia kwa vile vile, maana akifanyi kazi. Uko nacho unajua unaweza, lakini umeketi tu, umekieka, ukitumii, ukiombei, uambii Mungu akusaidie, ukifanya sikitabakia vile vile. Kama hiyo
pesa. Yeye venye alipatiwa aliweka. Venye aliweka haikuongezeka. Sasa miaka nenda miaka rudi itabakia kwa vile haitaongezeka. Wajua sisi wa Kristo saingine tumezoea Mungu au tumezoea Yesu. Tumemzoea kwa sababu ukishaokoka basi naona imefika. Alafu mambo ya Mungu atuweke mbele, tunaweka hofu mbele. Wajua mtu anaweza kuambia umuombee, kwa mfano umekutana naye njiani na Mkristo umeokoka na unasema Yesu ni Bwana. Badala umuombee kulingana mahitaji umepatiwa na Mungu, nasema acha uje Jumapili kuna pastor wangu. Waona kitu kama hiyo. Na sisi tumeokoka. Na Yesu pale amesema yule ameingia kwake amepatiwa talanta. Haifanyie kazi. Sasa baada nifanyie kazi na ngojea pastor au bishop au kiongozi wa kanisa kama mama huyu anatongoza, ndio tutamtegemea kwa sababu ni kiongozi wetu katika hapa kwetu. Sasa nasema nataka labda 20 Jumapili, na huyu mtu anataka aone mfano kwako, lakini nitasema kuja Jumapili kupeleke, kuna dada pale anaongoza huduma akuombee. Kama pasta iko atakuombea. Sasa mimi nimejiweka kama. Wajua hapo sitazaa faida yote. Sasa tumezoea nikiokoka ni basi. Vile umesema tufanyie kazi. Naona ni ukweli kwa sababu nikishaokoka vile nimeona nimemzoea Yesu ashaniokoa, nifanye nini tena huko mbele? Ndio unaona tunapiga mguu mahali pamoja, tunakaa miaka nenda miaka rudi. Kwa sababu huduma ikionekana mbele yetu tunashangaa, hata wale mataifa wanaangalia wanasema hao wameokoka. Tena anaanza kutaja pastor. Vipi tena? Na hapo tumedumishwa watu wangapi? Wao wamepata talanta watatu. Si hapa kuna mhubiri, kuna viongozi wa kanisa, kuna wazee wa kanisa. Kazi tunaangalia kama ni mtumishi au mama mtumishi au kiongozi wa kanisa afanye huduma. Na tuko pamoja sote, tumewekwa kwa nyumba moja hapa ndani. Ndio unaona tumezoea, ndio hatuwezi. Ni kama mazoea. Ukiokoka ni basi. Siona kama watu wa dini huwa wanazoea kiongozi wao peke yake. Kule mimi nilikuwa naona Biblia ni moja ile kubwa inasoma pale. Tulikuwa tufundishwe kama wakati huo tufundishwe kama kila mtu aje na Biblia yake. Biblia iko moja tu na inakaa kwa unaenda unasoma hiyo moja. Vile hapo kusomea labda nimesoma huko mwingine basi narudi nyumbani. Hata siende kuangalia pale kulikuwa kusoma kuna ananiambia mimi nini. Naangalia mtumishi amesoma. Alikuwa amesoma kwa Luka, alikuwa amesoma Mathayo. Basi nimetosheka hapo. Sasa ndio unatufanya sisi ambao tumejua ukweli tuondoe uoga. Hawajua tuko na uoga. Nini wanaona ni uoga tu, si kitu kingine. Unaona labda ukiombea mtu umeomba kimakosa, labda uombe kiroho. Asipopona unaingia hofu, nimeenda kutegua mambo ambayo siwezi. Unaletewa mtu anawazimu, unaanza kuogopa kabla hujajulisha Mungu, huyu ameletwa mbele yangu, Mungu nisaidie. Nimuombee na yule pepo leo ndani yake atoke. Unaanza kuogopa, unaanza kusema hii mambo taweza, labda pastor ndio ataweza hii mambo. Sasa hapo tunafikia hapo. Hofu tu. Hakuna mambo mengine, ni hofu. Uoga. Unaona swali limejibiwa? Yes. Mimi na wewe tuko hapo ama? Bwana asifiwe sana. Si tutoke hapo. Wewe jaribu tu. Akina Petro na Yohana hakuombea mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Si walijaribu siku ile moja tu. Kwa ujasiri. Unajua tunaambia na maandiko kwamba tusitupe ujasiri wetu. Wakristo sana wanatupa ujasiri wao. Bwana asifiwe sana. Tusitupe ule ujasiri Mungu alianzisha ndani yako. Wakati ulipookoka ulitamani, si ndio? Ukafurahia. Lakini mambo mengine yakija tena ule ujasiri unatupa. Bwana asifiwe sana. Akifai Kristo atupe ujasiri wake. Kama ujasiri, ombea mtu atapona. Hiyo ni kazi ya Mungu. Si wewe sasa. Bwana asifiwe sana.
anampigia simu. Nasema nana mtoto ni mgonjwa, muombe. Bwana asifiwe sana. Yes. Nakumbuka kuna nyanyangu mmoja alikuwa mgonjwa, akapelekwa Mombasa Pandia. Akaambiwa pasuliwe hapa ko. Zile nyama zinasuka hapa, anashindwa kumeza chochote. Bwana asifiwe sana. Ikamsumbua mpaka mwanangu kaniambia tumetoka Mombasa, ameambiwa afanywe operation ya koo. Bwana asifiwe sana. Na mimi nikaingia kufunga. Nikamwambia hii Mungu haitawezekana. Huyu ataishi kweli? Bwana asifiwe sana. Si ni pepo tu. Mtoto alizaliwa vizuri, lakini alipoendelea kukua tunaona mambo yanakuja mengine. Shetani analeta. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi nikasema, aliponiambia nikasema mimi naingia kufunga. Siku zangu kama ni 3. Alikuwa mjukuu. Bwana asifiwe sana. Na nikafunga. Siku ya Friday tulikuja hapa kanisani. Nikaeleza wenzangu, nikamwambia nina mtoto anatakiwa afanye operation ya koo. Bwana asifiwe sana. Na tuliposhirikisha Mungu alitembea na hiyo operation mpaka leo. Bwana asifiwe sana. Siku ile walimleta Aga Khan hapa Voi. Waliambiwa hakuna kitu. Glory to God. Bwana asifiwe sana. Walimleta na hofu, akasema sasa mama tunashuka. Sasa ni operation mtoto anataka kufanya, kamwambia kwa jina la Yesu hiyo haitakuwa. Maana tayari nishamwambia Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo mengine Mkristo ni lazima uwe na ujasiri. Bwana asifiwe sana. Si kusema sasa acha tuachie Mungu. Ukisema acha tuachie Mungu na hakuna action umechukua, si Mungu ataona sasa huyu ashaambiwa na hakuna hatua amefanya. Lakini waliponiambia wametoka Mombasa na hiyo ndio inatakikana, mimi nikachukua hatua. Bwana asifiwe sana. Ya kuniita Mungu. Bwana asifiwe sana. Nikijua kwamba huyu Mungu ashindi na lolote. Bwana asifiwe sana. Na nilipomuita Mungu, hata walipomleta hapa Voi, waniambia hakuna chochote. Hizo nyama hakuna. Kwa hivyo hakuna operation. Wakanipigia simu, unajua tuko hapa Voi Aga Khan. Tumeambiwa hakuna kitu. Nikamwambia Mungu asante. Kwa sababu haya ndio mapenzi yako. Angekuwa singeita ingefanyika na labda tungemkosa. Lakini kwa sababu tulimwita Mungu na yu karibu, kwa hiyo vunjika moyo. Bwana asifiwe sana. Akashuka na hizo nyama vile zilienda hatujui. Bwana asifiwe sana. Sasa tunaona mambo ya shetani. Shetani huwa anakuja tu kujaribu imani ya mtu. Bwana asifiwe sana. Anajaribu imani yako, utachukua hatua gani ama utaketi. Lakini unapochukua hatua ya imani na kumwita Mungu, Mungu anashuka. Na anapenda hiyo sana. Maana anasema niiteni. Bwana asifiwe sana. Sasa wapendwa, si tujaribu kuanzia sasa. Bwana asifiwe sana. Tujaribu kuanzia sasa. Tukitoka leo, ukiletewa mgonjwa, usiogope, mwambie mlete. Nakumbuka kulikuwa na msichana mwingine hapo jirani. Mtoto wake asubuhi aliamka vizuri, alikuwa na joto. Jirani yangu, siku hiyo sikuenda kazi, nilishinda hapo nyumbani nikafanya usafi. Sasa siku za Friday huwa nilikuwa nafunga. Sifanyi kazi yoyote, nafanya usafi wangu, tunakuja kanisani kwa ibada. Siku hiyo sikuenda kazi. Sasa nikawa nafanya usafi wangu wa kufua. Kidogo huyo msichana mtoto wake tayari akazimia. Akaanza sasa hawezi, ashaisha nguvu kabisa. Akaanza kupiga nduru. Mami kama leta mtoto. Akakuja naye amemshikilia tu, ameishiwa na nguvu kabisa. Alipomleta ile stuli nilikuwa nimewekea ile kare yangu ya kufua, nikamshika ule mtoto kwa imani. Nikaomba pale. Nikaomba, hata majirani walikuwa wamesikia vile huyo msichana anapiga nduru. Anaona mtoto wake anakufa. Tukaomba mtoto akafunguliwa. Bwana asifiwe sana. Sasa yule msichana hakuwa na imani. Unaona? Akasema twende Ndome. Nikamwambia tayari Mungu ashafanya. Hakuhivi tayari mtoto sasa akarudi sawa. Lakini ile kwa sababu alikuwa hana imani, akasisitiza twende Ndome. Na akapigia bwanake simu, akatumaniwa pesa tukaenda Ndome. Hata ilipofika pale,
si ni Panadol alipewa. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi ningemwambia hii haiwezekani, twende hospitali. Bwana asifiwe sana. Haingefanyika. Lakini tunashukuru Mungu maana alitupatia ujasiri. Hamkutafuta apostoli. Saa ngapi na sasa mkuta hapo ni hatari. Bwana asifiwe. Sasa ni hatari. Kwa hivyo sasa Mkristo anafaa awe tayari wakati wowote. Kwa sababu hujui kesho ni nini kitatokea. Bwana asifiwe sana. Unaombea mgonjwa, Mungu naye anashuka, anamponya, anamweka huru. Mtoto huyo tulimwombea na sasa ni mzima. Watu wengine wanasema, sijui mweke chini mkojolee, sijui ufanye nini. Sasa hata mimi nikamwambia hiyo mimi sijui. Mimi niko na imani ndani ya Mungu ya kwamba ukimwita anashuka na anaponya. Na kweli tuliomba na mtoto akapona. Bwana asifiwe sana. Unaona sasa? Kile kidogo nilikuwa nacho ndicho hicho nilifanya. Kile ambacho ninaufahamu nacho. Bwana asifiwe sana. Kile ambacho ninaufahamu nacho ndio nilifanya. Bwana asifiwe sana. Si lazima nitafute sasa hata pasta ningemtafuta saa ngapi. Bwana asifiwe sana. Singekuwa na muda maana mtoto tayari anaenda. Si wewe uko hapo ndio kumsaidia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu atusaidie wapendwa. Kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, hata kama ni kidogo, kimzalie Mungu matunda. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kuwa mwaminifu na kile ambacho Mungu amekupa. Bwana asifiwe sana. Usijidharau ukasema hata uletewe mwendazimu. Wewe ombea. Ombea kwa imani. Bwana asifiwe sana. Ujue labda ni wakati wako, ni season yako sasa Mungu ajidhihirishe siku hiyo. Bwana asifiwe sana. Tusiwaogope hata wakija tukaambia ombea Isaya. Usiogope watu watasema nini kama hajapona. Omba. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu ametupatia uwezo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wewe na mimi tusijidharau kwa sababu Mungu ameweka kitu cha dhamana ndani yetu. Na sasa ni wewe. Unaona nani Timotheo aliambiwa na Paulo, kuna kitu ndani yako Mungu ameweka. Kichochea hiyo karama. Bwana asifiwe sana. Na kweli Timotheo alipoendelea kuchochea, Mungu si alishika moto akamtia nguvu. Bwana asifiwe sana. Shida ni vile kujidharau. Bwana asifiwe sana. Moyo mzito. Bwana asifiwe sana. Acha kuwa na moyo mzito. Wewe mwambie Mungu sasa huyu ameletwa Bwana, mimi naomba. Wewe ndio kushuka na kutenda kazi. Bwana asifiwe sana. Na Mungu yuko tayari kila saa kila dakika. Mungu ako tayari kwa kila mmoja wetu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nadhani watanimalizie hapo. Bwana awabariki.